Mheshimiwa, tunaendelea. Nilimtaja Mheshimiwa Neema Gerald Mwandabila, ajiandae Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi jioni hii nzuri niweze kuchangia katika wizara yetu hii, Wizara ya Afya, ambayo ina mambo mengi mazuri ya kuweza kujivunia kama taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanya ziara kwenye taasisi mbalimbali za serikali yetu ya Tanzania. Tumeenda kwenye hospitali mbalimbali. Kiukweli mimi ni mmoja wa mashuhuda wa mambo mazuri ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Samia na timu yake ya Wizara ya Afya chini ya Mheshimiwa Mchengerwa kwa mambo walioyafanya mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika ziara ile Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeona vifaa vya kisasa, tumeona majengo mapya mazuri mengi yanaendelea kujengwa, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejionea mipango mizuri ya taasisi zetu katika namna ya kuendelea kujiboresha na kuwa imara sana. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuendelea kumpongeza pia kaka Mchengerwa, waziri wetu, na naibu waziri na katibu mkuu wetu Shekilage na timu yake nzima, kwamba kazi wanayofanya sisi kama wajumbe wa kamati tunaifurahia, na kwa kweli tumeendelea kupata imani juu yao, imani kubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, usipoumwa huwezi kujua ni nini kinatendeka katika hospitali zetu. Usipopata fursa ya kwenda kufanya ziara kama sisi wabunge tulivyoenda, hauwezi kujua kuona serikali inafanya vitu gani vikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, binafsi nilibaki kustaajabia Mheshimiwa Mwenyekiti, ila nikafurahi moyoni mwangu kwamba serikali yangu inafanya vizuri katika swala la afya. Kwa hiyo hili nimeona leo kwa ujasiri kabisa niendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais, nimpongeze waziri na timu yake nzima, kwamba kwa kweli ziara ile tulifurahia sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, jioni hii ya leo mimi nitapenda kuendelea kuchangia kwenye baadhi ya mambo kwa maana ya kuboresha katika utendaji wa wizara yangu, lakini pia kama maombi maalum kwa Mheshimiwa Mchengerwa kuangalia inafanya kitu gani kuweza kuboresha baadhi ya maeneo. Moja, nitaanza na TFNC. Mheshimiwa Mwenyekiti, TFNC tunakumbuka ni moja kati ya taasisi ambazo zilikuwa zimeorozeshwa kufutwa. Lakini ukweli ni kwamba TFNC ipo, inafanya kazi zake, na kiukweli ipo katika stress tu ya kwamba inatarajia ni kama imefutwa, lakini kazi zinaendelea. Lakini tunavyoongelea TFNC, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni taasisi ya chakula na lishe Tanzania. Ndio taasisi pekee ambayo inafuatilia masuala yote ya hali ya lishe katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nilikuwa nawaza tu wanaona shida gani serikali yetu kuirejeshea hadhi yake TFNC ili ipate morali nzuri ya kuendelea kupambana na hali ya lishe ya Watanzania. Kwa hiyo ili Mheshimiwa Mchengerwa, waziri wetu mpendwa, tukuombe kaka yetu, hebu nenda kaangalie namna ya kurudisha hadhi ya TFNC ili iwe na amani katika utekelezaji wake wa kazi zake za kila siku. Lakini kitu kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, ninatamani niendelee kuomba pia. Unajua kufanya makosa kupo kwenye maisha, hatukatai. Kama lilifanyika kosa la kuondoa TFDA na kuweka TMDA na kupeleka kipengele cha lishe cha chakula TBS, sio dhambi kurudisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, unajua kuna tofauti kubwa kati ya kudhibiti na kuthibitisha. Sasa TBS tunajua ni watu wa kuthibitisha. Alafu TFDA ilikuwa ni udhibiti. Sasa ilikuweje mpaka udhibiti wa chakula ukapelekwa TBS? Sielewi Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini siku tunavyoendelea kufanya kazi na wizara yetu na namna tunavyoona mambo yanaenda, tumeona ipo haja ya kurudisha TFDA na kuondoa TMDA. Kile kipengele cha chakula ni muhimu nacho pia kikawa na udhibiti. Tumeona hali ya lishe ya Watanzania jinsi ambavyo imekuwa ikiendelea kuchezewa na wadau mbalimbali ambao hawalitaki taifa letu nia njema katika afya zetu wa Tanzania. Chakula ndicho kitu ambacho kama kitapewa kipaumbele,
tutapunguza matumizi ya madawa kwa asilimia kubwa, kwa sababu chakula ndicho kitakachotupa kinga, lakini kitatusaidia pia hata hali zetu za lishe kuwa vizuri. Mtu vitambi vitapungua na nini, lakini anda udhibiti, sio kwamba vitu vinaingia tu bila kuwa controlled. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hili namuomba kakangu Mchengerwa atusaidie wanapokuwa na cabinet yao huko, waweze kushauri TFDA irudi TMDA, yani TMDA ile iongezewe kipengele cha food ili iwe TFDA kama zamani. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini kitu kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, na nashukuru Wizara ya Afya ndio waliokuwa wamenipa ahadi ya kwamba ndani ya miezi 6 katika bajeti ya mwaka juzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba ndani ya miezi 6 sera ya chakula itakuwa update, yani itaboreshwa au itatengenezwa kwa uzuri kwa upya. Niwaombe Mheshimiwa Waziri wangu Mchengerwa, sera ya chakula ni muhimu kwa taifa letu, kwa sababu saa hizi mambo mengi yanaenda katika sera ambazo zinakubalika kimataifa. Sasa kama ni sera tulionao ya chakula ni ya mwaka 1992, leo ni lini Mheshimiwa Waziri? Kwa hiyo hili naomba mlichukue kwa uzito, mkalifanyie kazi. Sisi wataalamu wa lishe tunaona ni jambo la msingi kwa taifa letu. Kitu kingine Mheshimiwa Mwenyekiti ambacho nitataka nikiongelee, ninataka niende direct kwenye hospitali ya Kibong'oto. Hospitali ya Kibong'oto inafanya kazi kubwa kwenye matibabu ya TB. Mheshimiwa Waziri asione tabu kuiongezea hadhi na kuifanya iwe taasisi. Ikiwa taasisi itakuwa na vigezo vizuri zaidi vya kuweza kuwahudumia Watanzania vizuri zaidi katika kipengele cha TB. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukifuatilia takwimu ambazo ziko hapa, bado TB nayo ni tatizo Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa hiyo atusaidie ile taasisi, waipe hadhi ya ile hospitali ya Kibong'oto, waipe hadhi ya taasisi ili iweze kutoka ilipo kwenda hatua kubwa zaidi. Tulitembelea majengo yalikuwa ni mabaya, hayana mvuto, lakini naamini itakapokuwa taasisi watakuwa na wenyeji, jicho lao litakuwa karibu pale kuweza kuiboresha zaidi Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini kitu kingine Mheshimiwa Mwenyekiti ambacho nitataka kuongelea ni swala la MOI. Tulifanya ziara MOI, tukaenda Jakaya, tukaenda na Muhimbili. Kuna vitendea kazi ambavyo vifaa tiba, yani kuna vifaa tiba vingine ambavyo MSD na hospitali kama ya MOI unakuta yani MOI wanashindwa kupata vifaa tiba vingine kutoka MSD. Sasa hapa ni muombe waziri, MOI, MSD na zile taasisi kama ya moyo waangalia ni vifaa gani maalum ambavyo vinawapa changamoto ya uagizaji MSD ili watengeneze yani utaratibu ulio mzuri zaidi wa kuweza kupata hivyo vifaa. Na kama MSD hawezi kununua, basi wawape nafasi hawa wawe na utaratibu wao mzuri wa kuweza kuvinunua vifaa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini pia niendelee kupongeza swala la bima ya afya Mheshimiwa Mwenyekiti. Lengo la bima ya afya ni kila Mtanzania atumie bima ya afya. Lakini madirisha yetu ya kupokea keshi bado yako wazi Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaonaje kwamba mgonjwa akija awe registered kwa ajili ya bima ya afya ili tuweze kufikia malengo kama taifa? Haiwezekaniki leo mgonjwa anakuja anahudumiwa kwa shilingi 50,000. Alafu tena akija tena ahudumiwe kwa 50,000. Kwa nini msimrekodi, muangalie namna ya kumshawishi aweze kulipa hiyo 150,000 ili muweze kufikia malengo, kuliko mchukue 50,000 afu tena mumwambie akatafute 150,000 tena arudi kujisajili. Kwa mimi nadhani waangalie namna nzuri ya kukaa na wagonjwa wanapokuja hospitalini na kuangalia namna ya kuwasajili kwenye bima ya afya kuanzia hospitalini. Hii itatusaidia kama Watanzania na kuondoa hiyo double standards ya wengine wanakuja na kesho, wengine wanakuja na hiyo bima ya afya Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini baada ya kusema hayo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia ni waombe wakurugenzi wote mainchaji wote MOI ambao wanashindwa kufikia makusanyo ya malengo, undeni timu maalumu ya kwenda kujua ni nini kinawakwamisha wasiweze kufikia malengo ya ukusanyaji wa fedha. Haiwezekaniki malengo wanajipangia wao wanashindwa kufikisha. Mtu anashindwa kufikisha hata 50%, 60%. Huyo mtu anakuwa na uwezo mzuri wa kusimamia hiyo taasisi Mheshimiwa Mwenyekiti. Na msiwaonee aibu kama asante Mheshimiwa, muda wako umeisha. Muondoeni. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Naunga mkono hoja. Asante. Asante Mheshimiwa kwa mchango.